Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo tarehe 3 ya mwezi Juni, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Karoli Lwanga na wenzake, mashahidi wa Uganda. Wamisionari wa Afrika walianza kazi ya umisionari nchini Uganda mnamo mwaka 1878 na Waganda wa kwanza walibatizwa mnamo mwaka 1879. Baadhi ya watu hawa kabla ya kuwa Wakristo walikuwa Waprotestanti walioongoka kutoka dini ya Kiislamu. Wafia dini hawa walikuwa 22. Mfalme Mwanga wa Uganda aliwashawishi wamkubalie kufanya naye mambo machafu, na baada ya kumkatalia ndipo walipoanza kuwaua. Mauaji yalianza mnamo mwaka 1886. Joseph Mukasa, mkuu wa machifu, na Marumba aliyekuwa mkuu wa wilaya ya machifu walikuwa wa kwanza kufa shahidi, na baadaye akafuata Mukasa. Karoli Lwanga ndiye aliyewatia moyo waliobaki wakapata ujasiri wa kufa shahidi. Umri wao ulikuwa kati ya miaka 13 hadi miaka 30. 13 kati yao waliuawa kwa kuchomwa moto na waliobaki walikufa kwa kuchomwa mikuki au kwa njia nyingine. Wengi wao waliuawa kati ya mwaka 1885 hadi mwaka 1887. Alipokuwa kijana, Mfalme Mwanga alipendelea sana kusikia mafundisho ya Injili. Alianza kuyaacha mambo yote ya kipagani, akawashauri watu wake wote waende kwa mapadre kufundishwa dini ya Kikristo. Alichagua Wakristo wengi, akawapa kazi bora zilizokuwa chini ya uwezo wake. Wajumbe na raia wa kipagani walipoona kuwa mfalme wao alikataa mambo ya kipagani, walipatana kwa faragha ili wamuue. Lakini siri yao ikajulikana kwa Wakristo watatu waliokuwa watumishi wake. Mfalme Mwanga alimwita Katikiro aliyekuwa waziri mkuu na wengine waliofanya shauri la kumuua, lakini walipotubu kosa lao aliwasamehe. Toka siku hiyo Katikiro, wazee na machifu walikula njama kuwaua Wakristo. Kila siku walikwenda kwa Mfalme Mwanga kuwashtaki Wakristo kwa uongo. Kisha Mfalme Mwanga alianza kudanganyika na mali na pia furaha mbaya za dunia. Aliwashurutisha baadhi ya Wakristo wafanye naye mambo machafu, lakini kwa ujasiri walikataa kutenda hayo. Hapo Mfalme Mwanga alighadhabika, akataka kuwaua. Matiasi Mulumba alikuwa kiongozi wa wazee mashuhuri. Baba yake alipokuwa mzee alitabiri na kumwambia kuwa watakuja watu weupe na wataleta dini mpya. Atakapowaona awapokee vizuri na awasadiki. Waarabu walipofika Uganda, Mulumba aliwafuata. Lakini baada ya miaka michache, wamisionari wa Protestanti walikuja huko Uganda. Mulumba aliyasikia mafundisho yao akayasadiki. Alipokuwa karibu na kubatizwa, walikuja wamisionari wa Katoliki. Alipoyasikia mafundisho yao, roho yake ikapata mwanga, akajisikia ndani yake furaha kuu ambayo alikuwa hajaiona bado katika dini nyingine. Toka siku ile alifuata vema mafundisho ya mapadre, na mnamo tarehe 28 ya mwezi Mei mnamo mwaka 1882 alibatizwa pamoja na mkewe. Baada ya kubatizwa, aliwafundisha watoto wake ili nao wawe Wakristo. Aliwapenda sana watu wengine. Alijenga nyumba kwa ajili ya watu wa mbali ili wapate kuja kwenye mafundisho, na mara kwa mara aliwapa chakula. Alipokamatwa na wauaji, aliungama kwa ushupavu imani yake. Alikatwa mikono, miguu
nyama ya sehemu ya mgongo na kifuani. Shahidi huyo alikufa mnamo tarehe 28 ya mwezi Mei mwaka 1886. Mungu aliwazuia wanyama wa porini na ndege wasiuguse mwili wake. Hivyo baada ya siku chache mapadre walikuja kuchukua mwili wake na kuuzika kaburini. Karoli Lwanga alikuwa kijana jasiri. Mfalme alimpenda kwa sababu alimwona ni mzuri, jasiri na mwenye tabia njema. Alimweka kuwa kiongozi wa vijana. Karoli aliwatangulia vijana wengine kusikiliza mafundisho ya mapadre, na vijana wengine walimfuata wakabatizwa. Mfalme Mwanga aliposhikwa na tamaa mbaya za mwili, alitaka kuwashawishi wale vijana kumridhia katika tamaa zake chafu. Karoli aliwasaidia vijana kujificha ili wapate kukaa na moyo safi. Aliwasaidia pia walipokamatwa. Aliwabatiza gerezani vijana 4 waliokuwa bado wakatekumeni. Kwa amri ya Mfalme Mwanga, Karoli aliwakusanya vijana wote. Hapo Mfalme Mwanga aliwaambia kuwa wale ambao hawataki kusali na kufuata dini ya Kikristo wakae hapa karibu naye, na wale wanaotaka kusali na kufuata dini ya Kikristo waende mbali karibu na ukuta. Karoli Lwanga na kundi la Wakristo wote pamoja walienda kukaa ukutani. Waliungama kwa neno moja kwamba wao ni Wakristo na tena hawataki kukana imani yao. Kundi hilo lilikuwa na vijana 14 ambao ni Karoli Lwanga, Kizito Mbaga Tuzinde, Bruno Sekunkuma, Yakobo Buzabaliao, Ambrosi Kibuka, Mugaga, Giavira, Achile Kiwanuka, Adolfo Ludigo, Mukasa, Anatoli Kiringwajo, Atanasi Bazekuketa na Gonzaga Gonza. Mnamo tarehe 3 ya mwezi Juni mwaka 1886 walifungwa pamoja, wakapelekwa kilimani na Mugongo na kuchomwa moto, wakafa mashahidi. Wengine walioungama imani wakati wa madhulumu hayo ni hawa wafuatao: Yosefu Mukasa. Huyu ni aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme. Alikatwa kichwa na baadaye akachomwa moto. Andrea Kagwa. Huyu aliwafundisha wenzake ili wabatizwe, na tena mfalme alitaka kumfanya Andrea Kagwa kuwa jemedari wa askari wake. Andrea pia alikatwa kichwa. Dionisi Sebugwao. Huyu alipigwa mkuki na Mfalme Mwanga mwenyewe kwa sababu alimfundisha mwenzake katekisimu. Ponsiano Ngondwe. Huyu alikuwa mtumishi wa Mfalme Mwanga na aliuawa kwa kuchomwa mkuki baada ya kukiri wazi wazi kuwa yeye ni Mkristo. Gonzaga Gonza. Huyu alikuwa mmoja wa wale vijana 14 walioungama imani mbele ya Mfalme Mwanga. Yeye alipigwa mkuki njiani mbele ya wafia dini wenzake. Luka Bana Bakintu. Yeye pia alichomwa moto kwenye kilima cha Namugongo mnamo tarehe 3 ya mwezi Juni mwaka 1886. Noe Mawagali. Huyu alipigwa mkuki siku Matiasi Mulumba alipouawa. Noe alikuwa mfinyanzi. Yohani Muyezi. Huyu alizamishwa ziwani akafa. Siku iliyotangulia kufa kwake alikwenda alfajiri kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu apate neema ya kufa shahidi, maana alikuwa amesikia atauawa. Yohani Maria Muzei. Huyu alikuwa mfiadini wa mwisho katika madhulumu hayo. Mungu aliwapa uzima wa milele mbinguni mashahidi hawa na aliwaadhibu wauaji wao. Mfalme Mwanga alipokuwa akienda vitani, alikamatwa na Waingereza
akafukuzwa katika nchi yake, akafa kwa hasira na uchungu katika kisiwa cha Seychelles. Katikiro alikufa katika vita, alipigwa risasi nyumbani kwake na mwili wake uliliwa na mbwa. Mukajanga aliyekuwa kiongozi wa wauaji alikufa vibaya sana kwa vidonda vya tumbo. Senkole aliyemuua Karoli Lwanga aliliwa na mamba katika ziwa Victoria. Mashahidi hawa 22 wa Afrika walitangazwa wenye heri mnamo tarehe 6 ya mwezi Juni mwaka 1920 na mnamo tarehe 18 ya mwezi Oktoba mwaka 1964 wakatangazwa na Papa Paulo wa sita mjini Roma kuwa watakatifu. Licha ya hao 22, wapo wengine 80 waliouawa. Mnamo mwaka 1969 Papa Paulo wa sita alifika Uganda, akaona mahali walipofia mashahidi hawa na kusali pamoja na maelfu ya watu kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Mungu amewachagua wafiadini hawa wa umri mbalimbali kutufundisha kuwa anataka watu wote wamjue, wampende na wamtumikie, wakubwa kwa wadogo. Mtakatifu Agustino alisema, mashahidi walifungwa na kutupwa gerezani, walipigwa, walichinjwa na kuchomwa moto, lakini waliongezeka. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Siri ya kuwa mtakatifu: kwanza, uwe na upendo mkuu kwa Yesu Kristo. Pili, uwe mwaminifu kwa kanisa. Tatu, uwe imara na jasiri. Uwe mwenye furaha na mfurahivu kila wakati. Kumbuka jambo hili kila wakati. Maisha ya Kikristo ni maisha mazuri sana. Rejea ya Mtakatifu Papa Paulo wa sita. Watakatifu wengine tarehe 3 ya mwezi Juni: Mtakatifu Cecilius, padre, na Aquila, mfiadini wa Algeria. Mtakatifu Karoli Lwanga na wenzake, mashahidi wa Uganda. Mtuombee.